Naam, karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo. Wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa katika kijiwe cha Mwembe Yanga, nia na madhumuni yangu niweze kupiga swali mbili tatu na kina Mnandi tuweze kujua yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu kitambo kweli kweli. Ni kweli kitambo, ni wiki moja sasa imepita tujafanya mahojiano, lakini ni hali ya kibinadamu, ni hali ya kimaisha. Naendelea kupata tu kanzia za hapa na pale kimaisha, nauguliwa na mzee wangu. Kwa hiyo nilitoka kidogo kwa ajili ya kwenda kumuona mzee wangu na kuweza kumsaidia kuhakikisha kwamba anarudi kwenye hali yake ya kawaida, na ndio maana tukapotezana ndani ya wiki moja hii. Lakini yamepita mambo mengi sana. Nikiwa nje hapa kiukweli niliumia. Nilisema kwamba nitafanyaje? Haina jinsi. Ngoja nitunze kipawa changu, ngoja nitunze kila kitu kilichokuwa changu. Naamini nikirudi kama kawaida nitasimama pale pale nilikoishia. Utasimama? Pale pale nilikoishia. Azam FC umewaona mwanangu? Azamu nimewaona. Sawa, Chenga Twawala, lakini matokeo yameenda kwao. Chenga Twawala matokeo yameenda kwao. Shughuli za Ibenge. Sio shughuli ya Ibenge. Ile shughuli ya Mumtaza Mangungu na try again wameitimiza. Si baada ya mechi wamepongezana? Shughuli yao leo iandaa msimu huu kwamba Simba wao wanaondoka kwenye madaraka, lakini Simba wanaiacha kwenye madongo poromoka. Kule ilikotoka. Shughuli yao wanaendelea kuitimiza. Na tusipojiangalia kweli kwenye hili, tutakwenda na maji. Wale watu ndio maadui wakubwa sana Simba. Na sasa hizi wanatengeneza kitu kikubwa sana Simba kuhakikisha Simba inaporomoka kwenye renki barani Afrika, na hapa tunaendelea kuporomoka zaidi. Hayo ndio malengo yao makubwa. Huwezi kuniambia kama kiongozi mwenye uredi baada ya mechi inaisha, mnakutana nyinyi majasusi, mnapiga story. Mnapiga story za namna gani? Sawa, nyinyi ndio benchi la ufundi, mnapiga story kwamba baada ya mechi kupoteza hapa, sababu tulizozifanya labda zilikuwa sio, au kikosi tulichoanza nacho kilikuwa sio. Ile ndio nakuwa wafanye wao. Wao wanazungumza nini? Wao baada ya kushuka kwenye lift ndio ile video ambayo ilikuwa inasambaa ndo walikuwa wameshuka pale. Wale walikuwa wanapongezana kama umeangalia vizuri. Wanasubiri madereva ili waweze kupanda gari zao. Naomba unisikilize. Kabla ya kupanda gari zao, wale ni viongozi. Wale ni watu wa ushuhuda. Na walikuwepo uwanjani, hawajasimuliwa. Tukio zima wameliona la mechi mpaka kupoteza. Na kupoteza mchezo sio jambo la ajabu duniani kote. Timu zinapoteza, timu zinapata matokeo, timu zinaenda kutoa sare. Tunafahamu hilo, lakini inategemea mnapoteza kwa namna gani? Yaani issue sio kupoteza, mnapoteza kwa namna gani? Timu inatengeneza nafasi zinaonekana, lakini nafasi kugeuka kuwa magoli ndio zimekuwa issue. Na hata ukiangalia mchezo dhidi ya Petro, ilikuwa vile vile ngoma zinagonga besela zingi, mwisho wa siku tunakuja kuwekwa sisi. Sawa, safi, tunakosa alama, watu wachukua alama 3 wanaondoka. Ndio mechi ya Azam ilivyokuwa vile vile. Mechi tumeicheza sisi, lakini matokeo yameenda Chamazi. Lakini wao kama viongozi kuna sehemu ya kuzungumza ili kupoza tempo ya mashabiki na wanachama, kutokana sasa hivi kuna kanzia kubwa sana inaendelea ndani, lakini pia inaendelea kwa mashabiki pamoja na wanachama. Je, hii sosi tunaimaliza vipi? Watakuwa watoke wazungumze kwenye vipaza sauti ili watu wawasikie. Sio mnazungumza wawili pale wako chumbani. Kama wangekuwa chumbani maana yake zile mic zile kamera zisingewamulika kwamba wanajadiliana pale, lakini watu wameenda wamedukua, wamewamulika, wameona wanavyopongezana. Wale walikuwa wanapongezana, lakini hawakujadili kwa nini mechi tumepoteza. Wale walikuwa wanapongezana, na watu wanaotuumiza Simba wakubwa ni hawa wawili. Hao wengine ni ziada kwa sababu wamepandikizwa na wao kama viongozi, lakini wakubwa ni try again pamoja na hili gwiji kuu Mumtaza Mangungu. Kwa hiyo pale wamemaliza shughuli yao, wanapongezana kwamba msimu huu unaenda kutimia. Bado kuna derbies za kupotea Simba. Ili tukitimiza hizo utakuwa fresh. Hiyo ndio pale wanapanga mikakati ya mechi zinazokuja. Mechi zile 4 za kimataifa na mechi zinazokuja za dabi za hapa kwenye ligi. Wanapanga, kuna dabi ya Singida bado hapa. Kuna dabi hapo ya wazee wa Kariakoo, Simba dhidi ya Nyuma Mwiko. Bado hizo zote kishapotea, hao tayari bye bye. Kwa hiyo pale wanapanga mikakati ya mechi zinazofuata. Sio kwamba wanajadili kwamba mechi ilikuwaje tumepoteza. Wangejadili wangetoka kwenye vipaza ndio tukuamini kwamba hawa walikuwa wanajadili kwa nini mechi tumepoteza. Ila kwa sababu nilikuwa nje ya Dar es Salaam. Lakini inshallah nimerudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mapema sana kwenye kipaza changu pendwa ambaye huwa naunguruma muda wote na wakati wowote na wadau wananifuatilia kwa muda wote. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Maji na mafuta saizi yamejitenga. Mafuta yako upande wake na maji yako upande wake. Saizi tunaona baadhi ya machawa huwa wana promo magari na vitu vingine huko. Lakini sasa hivi wamekuja kwenye mpira pia wanaleta uchawa. Kwenye mpira blaza uchawa hauhitajiki. Wewe kama uchawa wako endelea kupeleka sehemu nyingine, tengeneza maisha nje ya mpira. Lakini uchawa usiulete kwenye mpira. Ulizungumza watu tulikuweka kipolo. Sawa Sababu unavaa jezi ya Simba, tuwezi jua kwenye moyo wako kama ni Simba kweli ama la, au kawa Simbilisi. Yote inawezekana kwa sababu kuvaa jezi sio kwamba kuonesha kwamba wewe ni Simba kweli. Wapo wanavaa jezi ya Simba na kila siku wanaipiga mawe Simba. Sisi tunawafahamu. Lakini na wewe kuvaa jezi ya Simba haimaanishi kwamba wewe ukawa ni Simba kweli. Kwa hiyo tunaomba umaarufu wako na uchawa wako usiulete kwenye mpira.
upeleke huko ambako ulikupatia huo maarufu, endelea huko. Tunakuomba sana chonde ndugu yangu, sawa tunakuomba sana tusije tukaharibiana CV, ukaja ukaona watu maadui, watu wanakuchukia, hawakupendi. Tumekuvumilia, klipu zako tunazo. Ulianza kuzungumza baada Deuji kumpiga chini Try Again kuwa mjumbe wa bodi, ulipiga debe na ulisema mechi ya Ngao ya Jamii lazima tufungwe. Hivi Simba unaweza ukasema maneno hayo? Kisa Try Again hayupo kwenye uongozi, Simba lazima ifungwe. Simba anafungwa goli 5-1. Try Again alikuwepo hakuwepo? Simba anafungwa goli 2-1. Try Again alikuwepo hakuwepo? Leo ukatoka kuongea maneno hayo. Tunakuomba sana bwana Mwijaku, maana watu waliona kama nimeficha kodi. Tunakuomba sana bwana Mwijaku, endelea na unafiki wako na uchawa wako nje ya Simba. Huku Simba shangilia tu. Nilikuwa kwenye mkutano pale, sawa sijakuona pale. Diamond Jubilee nilikuwepo pale, sijakuona. Kama wewe ulikuwa chawa ungekuja pale ulete uchawa wako kwenye mkutano. Sisi tulikuwepo pale na tumeunguruma tukiwa pale. Kwa nini wewe ungurume nyuma ya speaker? Tunakuomba sana chonde, narudia tena, hausitaki kutuona watu wabaya, usitaki kuona watu tunakuingilia wewe kwenye harakati zako. Kila mtu ana maisha yake, anaendesha familia zake kwa maisha yake, amuingilii mtu. Ila kwenye furaha hii ni sehemu ya wote. Watu baada ya mechi ya Azam wamelia pale, watu wapo waliopoteza fahamu pale, lakini wewe unatoka eti unatetea Try Again bila kurudi Simba. Simba haiwezi kufanikiwa. Kwani aliyoiumiza Simba mpaka leo ni nani? Huyu Mangungu tunamzungumza kwa sababu kashindwa kufungua milango, lakini shida alishaikuta, ila ameshindwa kuitatua, ndio zidi ameingia kuongeza shida. Sasa leo unamtetea Try Again kati sisi ndio adui yetu namba 1 alotuharibia katiba. Kama huyu angesimamia katiba vizuri, pengine huu mchakato wa mabadiliko saizi ungekuwa umeshakamilika na ushaanza kazi. Lakini kashindwa kusimamia mchakato vizuri kwa sababu alijua atarudi upande wa tajiri, utamfeva, ataendelea kula kitoga. Mwisho wa siku tajiri alichokitaka yeye, tajiri kakataa. Kwa saizi sasa kuwekwa pembeni, anaendelea kutengeneza chuki na husuda zaidi, uhakikisha kwamba Simba inaporomoka ili ajitangaze kwamba yeye ndo alikuwa kiongozi bora. Lakini sio kiongozi bora. Yeye ndo kiongozi wa kwanza kuiua Simba. Leo tunalia hapa, lakini mtu wetu wa kwanza kumulikia kidole ni Try Again. Huyu Mangungu anazungumzwa kwa sababu kapewa zamana na wanachama kuwa mwenyekiti wa klabu. Na ndio maana watu wanamzungumza kwa sababu yeye alilikuta tatizo na alisema yeye analibeba hili na kwenda kulimaliza. Mwisho wa siku yeye kaenda kuongeza tatizo. Na ndio maana watu wamemsimamia Mangungu, wamemkalia kooni kwa sababu hiyo. Lakini adui yetu wa kwanza sisi ni Try Again. Lakini leo tunampigia kelele Try Again aondoke. Wewe unakuwa na kipaumbele saizi unampigia debe eti Try Again arudi Simba. Arudi Simba kufanya nini? Eti akawa stokipa. Kwa sababu kama ni uongozi kashapita kuwa kiongozi, alishakuwa kaimu mwenyekiti wa klabu ya Simba na yeye ndo akasimamia mchakato. Lakini wakati wa uchaguzi 2018 yeye kaka pembeni, hakuchukua fomu, alijua mimi nimeharibu katiba, mimi baadaye nitarudi huku. Na kweli karudi kwa tajiri na kaonesha makucha yake kwa tajiri huku kwamba kuna kitu anakitaka, lakini wameshindwa kuelewana. Sasa mwisho wa picha akaanza kumtilia majungu yuko mule ndani. Sisi tumeona shida iko wapi, tumepaza sauti, piga chini bodi yako yote, piga chini, na hasa huyu muondoe. Baada ya msimu mmoja kumlalamikia ajiuzuru na akajiuzuru kwenye kiti chake cha bodi. Leo wewe Mwijaku unasimama unamtetea, na ulianza muda toka mechi ya Ngao ya Jamii kwamba baada ya Try Again kuondolewa kwenye mamlaka yake kwenye uongozi, Simba haiwezi kufanya vizuri na inafungwa kwenye mechi ya Ngao ya Jamii. Mimi ninayo clip yako, niliitunza. Sasa juzi umerudia tena baada ya mkutano, unasema Try Again bila kurudi Simba, Simba haiwezi kufanya vizuri. Je, wakati yeye yuko madarakani Simba imefanya vizuri hapa ndani? Au unamtetea kwa kipi? Kwa hiyo kama unahitaji pesa kutoka kwa Try Again, akupe kwenye biashara zake. Sawa, kapige promo kwenye biashara yake. Sisi hatutokugusa. Ila ukizungumzia Simba utatuona wabaya. Sawa? Kila siku tumejitolea muhanga, tuko tayari kwa lolote kwa sababu ya kutetea taasisi yetu, sehemu ambayo inatupa sisi furaha. Sasa sisi tunataka kutoa mwiba ambaye umekaa kwenye kalio, wewe unataka kuleta tena mwiba hapo hapo kwenye kalio. Sasa tutakuwa na furaha na wewe? Tunakuomba sana Bwana Mwijaku. Nimekufuatilia sana na kauli zako zinaanza kutoa matunda. Ile umesema tutafungwa na tumefungwa. Sawa, sasa hizi unamtetea tena arudi Simba. Akitaka kurudi Simba, hiyo sio Simba hii. Aende kwenye Simba ile ya Zimbabwe ile. Iliyotolewa kwenye hatua ya awali, akisio Simba hii. Yaani kama huyo Try Again anataka kurudi Simba, arudi kwenye ile Simba bora ile ya Zimbabwe, akisio Simba hii ya Tanzania. Kwa tunakuomba sana wewe uchawa wako mchukue wewe mtu wako, kampigia debe Zimbabwe, akagombania uongozi Zimbabwe. Simba bora ile kule ile. Hii Simba imara achane nayo. Tunakuomba sana. Tumesimama kwa ajili ya kutetea klabu yetu. Hatusimame kwa ajili ya kumtetea mtu. Huyo Mo mwenyewe binafsi ana madhaifu yake, lakini hayo madhaifu yake sisi hatuwezi kuyazungumza kwa sababu viongozi tuliowapa sisi zamana wameshindwa kusimama na kutuambia shida yake iko wapi.
juzi tu kwenye mkutano hapa. Wamesoma mapato na matumizi, lakini wamesoma pesa zilizowekwa kwa ajili ya msimu mpya 25 26. Wametaja pale katoa bilioni 6 na change. Pale kama huyo mtu alikuwa atoi hela, pale zingetajwa. Kwa nini zimetajwa? Maana pesa anatoa na anashirikiana na wenzake kwenye uendeshaji wa klabu. Kama kuna shida nyinyi ndio tukao mtoke mseme. Leo kashatangaza yeye katumia bilioni 87 katika muda wake ambaye toka amechukua Simba. Mpaka leo. Mbona hamjatoka viongozi kupinga? Tunasema kwamba wewe mtu atoe pesa. Kwa hiyo unafiki hatuutaki kwenye Simba yetu. Nimeona mashabiki na wanachama wakiwa wanalia baada ya mechi ya Azam. Kiukweli kila mwana Simba ameumia na baadhi ya wadau wangu wengi wengine wako nje ya nchi wanasema mimi sasa hivi bwana mpira bora niachane nao tu. Nitulie tu, nifuatilie mambo yangu mengine. Nikasema sio kweli. Huu sio muda wa kusema eti utulie, ufuatilie mambo mengine eti kwa sababu ya mtu fulani. Hii timu sio ya mtu, hii timu ya watu. Mimi naamini muda ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Muda umeshaisha. Ndio kwanza tunasema asubuhi lakini kwa sisi tunasema jioni. Mwezi wa 12 huu 2025 ndio hiyo tunaiaga. Maana wanasema tukutane mwakani. Huko mwakani hatukutani na mangungu wala tuyageni. Huko tunaenda kukutana na watu wapya ambao ndio watakuja kuleta sera zao kwetu sisi ambao tukawapa zamana kwenda kuiongoza Simba. Siwezi kutegemea tuyageni atachukua fomu, atapiga kampeni. Atapita tawi gani kupiga kampeni? Hapa tutamhitaji tuyageni. Mharibifu namba 1 wa katiba yetu atapita tawi gani la Simba? Wana Simba tuna wakili timamu. Sisi sio wanafiki na ndio maana tulienda kwenye mkutano na tulikuwa kauli moja. Wale ambao walipangwa pale walishindwa kuwa na nguvu kwenye ule mkutano. Na ndio maana mwamba yule kaumaliza mkutano juu kwa juu na kiatu.